أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema siku hizi kutokana na janga la virusi vya korona, hali iliyopo duniani imewasababishia wote kuwa na wasiwasi mwingi. Watu wananiandikia barua na wanaeleza wasiwasi zao, na kutokana na maradhi ya jamaa, wapenzi na watu wao wa karibu wameshikwa na huzuni kubwa, hata kama ugonjwa uwe wowote mwingine. Katika hali kama hizi huwa wanaonesha wasiwasi wao mkubwa, kwani hata kama mtu ana ugonjwa mwingine, kwa sababu ya kukosa kinga mwilini asije akaambukizwa na ugonjwa huu wa korona. Ilhali wapo baadhi ya wanajumuiya walioshambuliwa na ugonjwa huo. Kwa vyovyote vile dunia nzima imezingirwa na kiherehere. Mbashiri mmoja aliniandikia ya kwamba hatuelewi kuna nini kilichotokea na kinachoendelea ni nini. Jambo lake ni sahihi. Uhakika ndio huu ya kwamba haieleweki kuna nini kinachoendelea kutokea duniani, lakini Mwenyezi Mungu kuhusiana na hali ya kisasa kama ilivyo anasema katika Qur'ani tukufu, waqala al-insanu ma laha, na binadamu atalazimika kusema kuwa imekwaje kwa ardhi hii. Al-Muslih Maud radhiyallahu anhu mwezi wa Februari mwaka 1920, takriban miaka 100 kabla ya leo, akielezea majanga, ukame, maafa na mimbunga mbalimbali, alikuwa amefafanua kwa kifupi ufafanuzi wa aya hiyo. Alikuwa akisema ya kwamba siku za nyuma janga au ukame vilikuwa vinatokea kwa nadra sana, lakini katika zama hizi hali iliyotokea ni kwamba milango ya maafa imefunguka. Khalifa mtukufu anasema hata mimi kwa miaka mingi iliyopita nimeendelea kusema ya kwamba baada ya ujio wa Hazrat Masih Maud alayhi wassalam, na tangu muda ule ambapo Hazrat Masih Maud alayhi salam alipoitahadharisha dunia kuhusu majanga na maafa ya kimbingu, idadi ya vimbunga, majanga na matetemeko imezidi sana duniani.
na kikawaida maafa na majanga haya yanaendelea kutokea ili yaweze kumtahadharisha mwanadamu ya kwamba amtimizie haki za muumba wake na pia awatimizie haki za viumbe wake na watumishi wake. Basi katika wakati huu sisi tunatakiwa tuiname zaidi kuliko awali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia tuna wajibu wa kuitahadharisha dunia hii. Yapo baadhi ya maafa na majanga na matufani ambayo yanapotokea duniani, kikawaida kila mtu hushikwa na athari zake. Al-Muslih Maud radhiyallahu anhu anasema ni sawa kuwa baadhi ya maafa hayahusiki nasi moja kwa moja, lakini kutokana na kuishi katika dunia hii huwa tunalazimika kupata athari kwa kiasi kutoka magonjwa ya kuambukizwa au ukame na kadhalika. Yani huwa tunashiriki katika maafa haya na maafa haya yanatuletea athari zao. Haitokei hivi ya kuwa jumuiya za Mwenyezi Mungu zisalimishwe moja kwa moja kutoka maafa, kwa sababu haya yanakuwa kinyume cha matakwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini muumini katika maafa ya namna hii, kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu na akiwa mtumishi wake mwenye kutoa shukurani, huwa anapita tu. Basi kama nisemavyo kuwa hasa siku hizi yatupasa kuinama zaidi na zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tumuombe ili atujalie rehema na fadhila zake. Hivyo kila mwanajumuiya ajitahidi zaidi ya kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Wapo baadhi ya watu wanaotoa maoni yao wakisema kuwa labda janga hili limetokea kama nishani, hivyo hakuna haja yoyote ya kuchukua tahadhari yoyote au kutumia tiba fulani, au wanasema kile kinachowauzi wengine. Huzur anasema kwamba hatujui kwamba kutokea kwa janga hilo ni nishani au la, lakini kikawaida huwa tunasema kama nisemavyo hapo awali, na nilikuwa nimesema katika hutuba zangu za nyuma mwanzoni mwa kutokea kwa janga hilo, ya kuwa baada ya ujio wa Hazrat Masih Maud alayhi wassalam, maafa ya kimbingu na ya ardhi na majanga mbalimbali yamezidi sana. Basi kikawaida inaweza kusemwa, lakini kuliunganisha na janga la tauni lililotokea katika zama za Sayyidina Ahmad alayhi wassalam, na kisha kusema kuwa Mungu apishe mbali wanajumuiya walioambukizwa na ugonjwa huo au kwa sababu yake wamefariki dunia, labda imani yao ilikuwa dhaifu. Mtu yeyote hana haki ya kusema hayo. Janga la tauni lilikuwa limetokea kwa ajili ya Sayyidina Ahmad alayhi salam kama nishani, ijapokuwa Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kwa yule aliyekufa na ugonjwa huu alikuwa amemtaja na alikuwa amemjumuisha miongoni mwa mashahidi. Lakini kwa kuwa tauni ilikuwa imetokea kama nishani, na kuhusiana na nishani hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa amemjulisha mapema, na kuhusu ugonjwa huo Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa ametoa tangazo maalum la kusema kuwa hiyo ni ishara, na pia
alikuwa ameitolea jumuiya yake maagizo mbalimbali. Hivyo tauni iliyozuka katika zama za Sayyidina Ahmad al-Islam ilikuwa na nafasi ya kipekee. Lakini hata hivyo katika zama zile Masihi Maud al-Islam aliambia jumuiya na akamwambia Hazrat Mufti Saheb ili awatangazie wote kwa kuchapisha gazetini ya kuwa mimi nafanya maombi mengi kwa ajili ya jumuiya yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu aisalimishe. Lakini habari hii inathibitika kutoka kwa Qur'ani tukufu ya kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu inapotokea huwa inawashika watu wabaya na wema pia, kisha kila mmoja wao ataulizwa sawa na matendo yake. Na sio maana ya kwamba watu wema hawatapata athari yoyote, bali hata nao pia watapata athari zake kama ilivyoelezwa hapo kabla. Muslim Maud radhiyallahu anhu alikuwa amesema hiyo ni kanuni ya asili ya kuwa athari inatokea kwa wote. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema, ebu angalieni tufani ya Nuhu iliyowazunguka watu, na ni dhahiri shahiri ya kuwa kila mwanamume, mwanamke na mtoto alikuwa hana habari ya kwamba Nuhu amedai nini na hoja zake ni nini, lakini akakamatwa na tufani. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kuwa ushindi uliotokea katika jihadi, kila ushindi ulikuwa kama ishara ya kweli ya Islam. Masahaba walishiriki katika jihadi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakapata ushindi katika jihadi. Kisha katika zama za makhalifa jihadi zikatokea, na katika vita zile baadhi ya wakati wakapata hasara, lakini kikawaida wakajaliwa na ushindi. Na hayo yote yalikuwa kama ishara za ukweli wa Islam. Lakini katika kila vita pamoja na makafiri, Waislamu pia wakauawa. Haikutokea hivi kwamba makafiri ndio waliouawa, bali Waislamu pia wakauawa, na Muislamu aliyeuawa akatajwa kwa jina la shahidi. Vivyo hivyo tauni ni kama ishara ya ukweli wangu, na inawezekana kuwa kutokana na ugonjwa huu baadhi ya watu wa jumuiya yangu wapate kuwa shahidi. Kisha Sayyidina Ahmad anasema, kwanza kabisa tekelezeni haki za Mwenyezi Mungu na jitakaseni kutoka hisia za kidunia, kisha tekelezeni haki za binadamu. Akasema, muaminini Mwenyezi Mungu kweli kweli na muendelee kumwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wote, na isitokee siku ambapo musiwe mmemwomba Mwenyezi Mungu dua kwa kulia mbele yake. Kisha anasema kuwa baada yake muwe na tahadhari ya kizwahiri, yani muchukue tahadhari zote. Kisha akasema, ikiwa mmoja wenu kwa mujibu wa kudra ya Mwenyezi Mungu akiambukizwa na tauni, mumtendee na muwatendee watu wake kwa huruma zote, na muwasaidie kwa namna zote, na kwa ajili ya matibabu yake mutumie kila njia iwezekanayo. Mutumie juhudi zote, lakini pia mukumbuke ya kwamba maana ya kuwahurumia si kwamba mupate athari kutoka ugonjwa wake. Bila shaka kuwahurumia ni jambo la lazima, lakini pia muchukue tahadhari ili muepukane na athari zao. Basi Khalifa mtukufu anasema ya kwamba jambo hilo liwe somo kwetu, ya kwa hawa wote wanaotoa misaada mbalimbali wachukue tahadhari kama inavyosemwa siku hizi ya kuwa vae barakoa na chukueni tahadhari fulani na fulani. Muzingatie hayo yote. Pia mnatakiwa kujiepusha na kuwatembelea watu majumbani mwao bila kuwa na sababu maalum. Hata serikali imepiga marufuku, hivyo tuepukane nayo. Siku hizi hapa Uingereza, licha ya kupigwa marufuku na serikali, watu bado wameendelea kukutana katika viwanja mbalimbali. Ruhusa iliyotolewa ilikuwa ya kutembea kwa miguu na kupunga hewa kidogo, na sio maana kwamba watu waanze kukutana na kusherehekea sherehe zao.
njia hiyo si sawa na serikali inaendelea kusisitiza mara kwa mara kwa hilo. Watu wanatumia magari yao na kwenda nje. Serikali imetoa tamko kwa kusema kuwa ikiwa mnasema ya kwamba tunaenda viwanjani kwa ajili ya kupunga hewa au kwa ajili ya mazoezi, basi muende kwa miguu au kwa baiskeli, ilhali kama mnaenda kwa magari yenu na kwa pamoja, jambo hilo si sahihi. Sasa katika baadhi ya maeneo halmashauri zimetangaza za kufunga maegesho ya magari, ya kuwa magari yasiegeshwe kule. Kwa vyovyote vile wanajumuiya wanatakiwa waepukane na mambo ya namna hii. Wale waliopatiwa shughuli za kutoa misaada, kwa mfano, wapo wengi wanaoendelea kujitolea katika Khudamul Ahmadiyya na wapo wengine wanaoendelea kutoa misaada, wote wakijitahadharisha na kwa maombi watekeleze wajibu wao wa kuwasaidia wengine na wasighafilike kwa namna yoyote, na bila kuwa na sababu wasijiingize katika maangamizo. Huu ni upumbavu na si ujasiri wowote, bali huo ni ujinga. Hivyo muwe na tahadhari kubwa mno. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam akasema, Mungu apishe mbali ikiwa mtu anakufa na ugonjwa huu, yeye ni shahidi na sio lazima kwamba maiti yake ioshwe na avishwe sanda mpya, yani atatendwa jinsi anavyotendwa shahidi. Huzur anasema kwamba wakati ule ilipotokea tauni, kwa hapa kwa kiasi fulani serikali imetoa ruhusa, na sawa na ruhusa hiyo maiti inaweza kuoshwa na kuvishwa sanda. Masihi Islam alikuwa amsema haya katika zama zile ambapo hali ilikuwa tete mno ya kuwa haina haja ya kufanya haya. Kisha akisisitiza mno akasema, wekeni nyumba zenu katika hali ya usafi sana, na kuhusiana na hilo akatoa agizo maalum. Kisha pamoja na kuzingatia usafi wa nyumba, pia akasema kuwa nguo zenu ziwe safi na pia muendelee kusafisha mifereji. Huzur amesema kuwa katika nchi hizi nizamu yote ya majitaka ipo chini ya ardhi, lakini katika nchi zinazoendelea pale ambapo mifereji inakuwa wazi, jambo hilo linatakiwa lizingatiwe sana, ya kwamba mifereji iwekwe katika hali ya usafi. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam akasema hasa ya kuwa jambo la msingi ndilo hili ya kuwa takaseni mioyo yenu na fanyeni suluhu iliyokamili na Mwenyezi Mungu. Hivyo sisi katika hali hizi ambapo kutokana na janga hili zimetukabili na kila mmoja ameshikwa na athari zake, tunapaswa kuzingatia sana mambo hayo yote. Yatupasa kukumbuka kuwa njia za maombi ziko wazi kwa ajili yetu. Tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwa yakini hii ya kuwa Mwenyezi Mungu ametufungulia njia za maombi, na Mwenyezi Mungu husikiliza maombi. Ikiwa kwa kujihalisisha tutainama mbele yake, basi ye atapokea maombi, na kwa njia gani atayapokea ye anajua vizuri zaidi. Kwa ujumla, mnatakiwa kuomba kwa ajili yenu na kuwaombea wapenzi na wapendwa wenu, jamaa zenu, na kwa ajili ya jumuiya kwa ujumla, na pia kwa ajili ya ubinadamu wote. Wapo watu wengi duniani, na bila shaka wanajumuiya pia watakwepo, ambao hawana vifaa vya kujikinga na hawana uwezo wa kupata matibabu na hawana vyakula vya kutosha. Mwenyezi Mungu awarehemu wote na aturehemu vile vile. Sisi upande wa jumuiya huwa tunajitahidi kumfikishia kila mwanajumuiya chakula na kadhalika, lakini inawezekana kukawa na kasoro yoyote kati yake. Sisi tunajitahidi kuwasaidia na kuwafikishia wanajumuiya
vyakula na vifaa vya tiba na kadhalika, bali huwa tunajitahidi kuwasaidia na kuwafikishia wale wasiokuwa wanajumuiya vyakula na vifaa vingine vya tiba popote pale ambapo wanahitaji. Na hayote tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata radhi yake tu, na kutokana na huruma tuliyo nayo moyoni mwetu. Lakini hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vilivyo na ubaguzi wa jumuiya au mashekh wa kijina wanatulaumu wakisema kuwa hawa Waahmadia huduma wanazozitoa na kuwafikishia watu vyakula au wanatoa misaada ya tiba, wanafanya hayo yote ili waweze kufanya mahubiri yao na njia zao za kuhubiri ziwafungulie. Kwa vyovyote vile, tuhuma hizi hazituletii tofauti yoyote. Mungu anajua nia zetu na hisia zetu. Kisha nitasema kwa mara ya tena kuwa siku hizi mufanye maombi mengi, mufanye maombi na maombi mengi sana. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya na kwa ujumla aijalie jumuiya nzima ibaki katika amani na usalama wake. Mwenyezi Mungu anijalie mimi na awajalie ninyi nyote ili muweze kufanya maombi na muweze kujinufaisha na maombi haya. Ningependa kusema jambo jingine, nalo ni kwa ajili ya wanajumuiya wanaofanya biashara, ya kwamba wao katika siku hizi wasijaribu kuchukua manufaa zaidi juu ya vitu vyao, na badala ya kuchuma manufaa zaidi juu ya vitu vya msingi na vyakula mbalimbali, wajitahidi kuviuza vitu vile kwa kuchukua manufaa kidogo sana tu. Na hizi ni siku za kuutumikia ubinadamu, jambo ambalo hata Hazrat Masih Maud al-Islam amesisitiza nalo, ya kuwa muwe na hisia za kuwahurumia wengine. Hizi ni siku za kuwatimizia watu haki zao, na kwa kupitia hiyo hizi ni siku za kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awajalie wafanya biashara wote watekeleze vizuri agizo hilo, na badala ya kuchukua manufaa makubwa, wakiwa na huruma kubwa moyoni mwao, waweze kuendesha biashara zao katika hali za namna hii. Khalifa mtukufu anasema kwamba sasa nitaeleza kumbukumbu za mtumishi mmoja wa jumuiya mwaminifu wa hali ya juu, mheshimiwa Nasir Ahmad Said Sahib, ambaye alifariki dunia tarehe 5 Aprili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasir Ahmad Said Sahib alizaliwa mnamo mwaka 1951 katika Daska, wilayani Sialkot. Jina la baba yake lilikuwa Tajdin. Alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa. Hakusoma sana, bali alikuwa amesoma hadi darasa la 8 tu. Kisha mnamo mwaka 1973 chini ya Nazarat Umure Amma akateuliwa kuwa mjumbe wa kikosi maalum cha kumlinda khalifa. Kisha mwaka 1983 Hazrat Khalifatul Masih wa inne rahimahullahu ta'ala alipohama Rabwa baada ya miaka miwili, nafikiri Hazrat Khalifatul Masih Rabe rahimahullahu ta'ala alikuwa amehama mnamo mwaka 1984 mwezi wa Aprili. Hivyo mnamo mwaka 1985 marehemu akapata uhamisho kutoka Rabwa kuja London na akaendelea kuitumikia jumuiya sawa na umri na kutokana na nizamu ya Jamaat. Mwezi wa 10 mwaka 2010 akapata kustaafu, lakini hata hivyo baada ya kustaafu akaendelea na kutekeleza wajibu wake, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kuanzia ukhalifa wa 3 hadi ukhalifa wangu akajaaliwa
kufanya kazi hii. उम्र के लिहाज से Nasir Said Sahib alikuwa na sifa chungu nzima. Alikuwa anatekeleza wajibu wake 10 में रिटायर कर kwa uaminifu mkubwa na kwa uchangamfu. Alikuwa na mapenzi halisi na ya kweli na ukhalifa wa Ahmadiyya. अल्लाह के फजल से Amemwacha mjane aitwaye Kulsum Sahiba na mwana mmoja aitwaye Khalid Said na wajukuu zake. नासिर सईद साहब Khalid Said Sahib pia anajitolea katika kikosi cha kuhifadhi markaz. Mwenyezi Mungu amjalie mwana wake ili aweze kuwa mwaminifu kama alivyokuwa baba yake na aweze kuiga sifa za baba yake, na amjalie mke wa marehemu Nasir Said Sahib subira iliyo njema. और उनके बच्चे हैं आगे खालिद सईद साहब के Yupo jamaa yake mmoja wa Nasir Said Sahib aitwaye Bwana Mahmud, अल्लाह ताला anaishi mjini Rabwa. इनको Bwana Mahmud alikuwa katika jeshi na alikuwa na umri kama umri wake. नासिर सईद Anasema kwamba की तरह wazazi wa marehemu Nasir Said waliposema kwake kuwa ushiriki katika jeshi la nchi au upate ajira katika sehemu nyingine, marehemu akawajibu akisema kuwa kama ni kufanya kazi nje sehemu fulani, basi nitafanya kazi ya jumuiya tu, wa ila nitajikimu kwa kujishughulisha hapa hapa kijijini katika kilimo. Kisha kama nisemavyo, akaja na kupata kazi hii ya jumuiya. ने भी Jamaa zake wanaandika kuwa marehemu alikuwa anawatendea watu wote wa familia yake kwa mapenzi makubwa, na alikuwa anawasaidia ndugu zake wengi kwa kisirisiri. जिम्मेदारी का काम Bwana Shukur Sahib ambaye ni mfanyakazi wa kikosi cha kuhifadhi markaz huko Rabwa anasema kuanzia 1990 hadi 1998 nilipata bahati ya kufanya kazi pamoja na Nasir Said Sahib huko London. Muda wote nilimwona alikuwa mwaminifu na mtiifu kwa ukhalifa, na alikuwa akitekeleza wajibu wake kwa uaminifu wake wote. Muda wote alikuwa akija kazini mapema, na ikiwa alikuwa akipewa ujumbe fulani wa kisiri alikuwa anauweka kama siri, na alikuwa anatunza vizuri siri ile, na alikuwa anawanasihi wenzake kwamba tuwe tunatunza siri zote. Bwana Major Mahmud ambaye ni afisa mkuu wa kikosi cha kuhifadhi markaz anasema kuwa Nasir Said Sahib alikuwa mtumishi mwaminifu sana wa jumuiya. Shabaha ya roho yake ilikuwa ya kulinda ukhalifa wa Kiahmadiyya tu. Alikuwa mbali na mambo ya kidunia, na kuitumikia dini lilikuwa kusudio lake hasa, na alikuwa hana fikra yoyote nyingine isipokuwa kuitumikia jumuiya tu. Alikuwa na tamani sana kwamba afe kwenye kizingiti cha ukhalifa, na akalifanya hilo kuwa kweli. Katika kuwatumikia wageni alikuwa na sifa zake za kipekee. Alikuwa anawaheshimu wakubwa na wadogo zake. Alikuwa anawaheshimu wakubwa wake vile vile. Hakuwahi kulalamika kwa jambo lolote, na muda wote alijaribu kutekeleza kila amri aliyopewa kwa uaminifu wake wote. Major Sahib ameandika kuwa marehemu alikuwa mfano wa kuigwa wa wakfu, na huu ni ukweli kabisa ya kwamba marehemu aliweza kuitumikia kwa moyo wake wote katika maisha yake. Mwanafunzi mmoja wa chuo cha wabashiri cha Ujerumani aitwaye Harun anaandika kuwa mara nyingi nilimwona marehemu akichangia mchango wake mkubwa katika kutatua matatizo ya familia mbalimbali. Anasema kuwa safari moja nilimuuliza marehemu, je, unakwenda sehemu fulani katika likizo zako? Marehemu akajibu akisema kwamba kumtumikia khalifa wa zama na kubaki kwake ndiyo likizo kwa yule aliyejitolea wakfu maisha yake.
na aliyejitolea maisha wakfu hatakiwi kuwa na shabaha nyingine yoyote. Huzur amesema kwamba watu wengi sana wameandika kuhusu hulka zake, sifa zake na sifa zake za kuwatumikia wageni, kuhusu bashasha yake na upendo aliyokuwa nao moyoni mwake. Ijapokuwa hakuwa katika cheo kikubwa cha jamaat, lakini akiwa mtumishi wa kawaida wa jumuiya alikuwa amewavutia wengi. Kila alipokuwa akikutana na mtu yeyote alikuwa anashinda moyo wake. Bwana Nasir Bajwa saheb wa Ujerumani anasema marehemu alikuwa na hulka njema sana. Alikuwa anawatakia wote kheri tu, muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kuwasaidia wengine, na katika kazi hii alikuwa anajisikia raha na kupata utulivu wa moyo. Kijana mmoja wa Marekani aitwaye Said Owais anaandika, na huzur amesema kwamba nimezipokea barua kutoka nchi nyingi sana ambazo siwezi kuzieleza zote hapa. Anasema yani bwana Owais anasema kwamba kila alipokuwa anakuja Marekani alikuwa anakutana nasi kwa bashasha kubwa. Hatujawahi kuona uchovu usoni mwake, na alikuwa anawahamasisha makhudam wengine vile vile ili nao pia waweze kufanya kazi kwa bashasha. Bwana Feroz Alam sahib anaandika kuhusu sifa mbalimbali za marehemu, ya kuwa alikuwa mwaminifu, mnyenyekevu na mwenye kuwatumikia wageni. Pia ameeleza kuhusu hali ya ibada zake. Anasema Khalifa mtukufu wa nne rahimahullahu taala alipokuwa anaumwa, nilimwona marehemu akifanya maombi kwa uchungu mkubwa, kwa uchungu mkali katika sala zake za tahajudi. Bwana Hasanat ambaye ni Sadr Khudamul Ahmadiyya wa zamani wa Ujerumani na pia amejitolea maisha yake wakfu, anaandika kwamba kwa kuona uaminifu wake na kujituma kwake katika shughuli za jamaat na mahusiano yake na ukhalifa, muda wote tuitamani kwamba tuwe kama yeye. Upande mmoja alikuwa na tabia ya kawaida sana, lakini upande wa pili alikuwa amejaaliwa maarifa na busara kubwa. Kisha anasema kwamba mimi nilipokuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya niliweza kujifunza mengi kutoka kwake. Marehemu hakudhihirisha kamwe kwamba anazidi katika umri kuliko sisi, bali katika kutekeleza wajibu wake alikuwa anaonekana kama ni kijana, na mara nyingi nilimwona kwamba alikuwa hapendi kabisa kwamba kutokana na uzee wake atendwe tofauti na wengine, na alikuwa anapenda kutekeleza wajibu wake kama vijana wengine walivyokuwa wanafanya. Alikuwa anawahurumia wadogo zake. Anasema ya kwamba wakati mwingine sisi kwa kumwona jinsi alivyokuwa anatutendea tulikuwa tunajisikia haya. Alikuwa anawapa moyo makhudam wetu. Anasema, na jambo hili amelisema vizuri sana, ya kuwa watu wanapiga makambi ya malezi ili wawape mafunzo kwa wengine, lakini marehemu kwa kutekeleza wajibu wake ipasavyo na kwa kutumia hulka zake na ikhilasi yake na kwa kutuombea, alikuwa anatoa mafunzo kwa wengine. Na kila mara alipokuwa anakutana nami alikuwa ananiambia kwamba ni muombee ili mwisho wangu uwe mwema. Bwana Khalid Ahmad saheb wa dawati la Kirusi anasema ya kwamba pamoja na sifa zake zingine kama walivyoandika watu wengine, marehemu alikuwa anawasaidia watu maskini na wanyonge kwa siri, na pia alikuwa anawashawishi na kuwahimiza watu matajiri wa jumuiya ili nao pia washindane katika wema huu na wawasaidie watu maskini. Kisha sifa yake moja ilikuwa ya kuwahudumia wageni, hasa katika siku za jalsa salana. Sifa yake hiyo ilikuwa inazidi sana. Marehemu alikuwa anawaheshimu sana wageni wa jalsa salana,
na wageni wengi waliokuwa wanatoka kutoka markaz au kutoka nchi zingine. Marehemu alikuwa anawaita nyumbani na kuwaandalia vyakula mbalimbali na alikuwa anawalisha vizuri, na pia wakati wa kuwasindikiza marehemu alikuwa anawapatia zawadi mbalimbali kama vile miswala. Atar Zubair saheb wa Ujerumani anaandika ya kwamba marehemu alikuwa na mahusiano imara na ukhalifa na alikuwa mwaminifu mkubwa. Alikuwa mpole sana katika maongezi yake, na anasema kwamba wakati wa kazi niliona kwa mara kadhaa ya kuwa ikiwa mtumishi yote angechelewa kuja kazini, marehemu alikuwa halalamiki, bali alikuwa anatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu akisema kwamba nimepata bahati zaidi ya kumlinda khalifa kwa muda zaidi, na kila wakati alikuwa tayari kwa ajili ya kazi. Hata katika maradhi yake alikuwa hapendi kupumzika kutoka kazini. Hata nimesikia kwamba katika maradhi yake ya mwisho akamuuliza mwana wake kuhusu saa na akasema, ina maana leo sitaweza kwenda kazini. Hata katika maradhi yake makali alikuwa na wasiwasi kuhusu shughuli zake na kuhusu kazi yake tu. Kisha yupo bwana mmoja aitwaye Rashid, naye anasema marehemu alikuwa mtu mwema sana na muda wote alikuwa anatupa moyo. Alikuwa mfano wa kuigwa kwa makhudam. Alikuwa akitekeleza wajibu wake kwa juhudi, weledi na kwa moyo wote. Alikuwa mwenye kuupenda mno ukhalifa. Alikuwa akiwahamasisha makhudam ya kuwa nyinyi muwe mnatekeleza wajibu huu wa kumlinda khalifa kwa mapenzi makubwa, na muwe mnalitanguliza jambo hilo juu ya vitu vyote vingine. Sayyid Tahnur ambaye ni mbashiri wa Indonesia anasema marehemu kila alipokuwa akikutana nami alikuwa anaeleza habari za Indonesia. Mwaka 2000 marehemu alikuwa amekwenda Indonesia pamoja na khalifa mtukufu wa India rahimahullah taala. Sayyid Tahnur akieleza habari za ziara ile anasema siku moja marehemu alikuwa amekuja hapa msikitini na sehemu ya kufua nguo ilikuwa haipo hapo. Sisi tulimuomba kwamba atupatie nguo zake ili zifuliwe nje, lakini yeye na wenzake wakasema sisi tutafua wenyewe, na akasema kuwa sisi ni watumishi tu wa jumuiya na hatupendi kwamba watu wafue nguo zetu. Na tulijaribu sana, lakini yeye hakukubali kutupatia nguo zake. Khalifa mtukufu anasema kizwahiri haya ni mambo madogo madogo, lakini mambo hayo yanaonyesha kuwa mwenye kujitolea maisha anatakiwa awe na roho gani, na vijana wanapata somo kutoka hayo. Adnan Zafar saheb ambaye amewahi kuwa muhtimim mukami UK anasema kwamba marehemu alikuwa anatuhimiza sana ili tutekeleze wajibu wetu ipasavyo, na alikuwa anatujali sana katika mambo ya chakula na kadhalika. Pia anaandika ya kwamba marehemu ndiye aliyenifundisha namna za kuheshimu ukhalifa na akanifahamisha siri za kujenga na kuimarisha mahusiano na ukhalifa. Alikuwa na busara sana, na wakati wote nilipomwomba anipe ushauri wake ukanisaidia. Bwana Atar Ahmad saheb ambaye ni mtumishi wa kikosi cha kumhifadhi ukhalifa anaandika ya kwamba nimefanya kazi hii kwa miaka 9 kuanzia mwaka 2011 hadi 2020. Nilikuwa katika idara ya umumi, kisha nikashiriki katika kikosi hicho. Nilimuuliza marehemu Nasir Said saheb ya kwamba wewe umeitumikia jumuiya kwa miaka 48 pamoja na makhalifa watatu.
hebu ni nasihi ili nami pia niweze kutekeleza wajibu wangu kama ipasavyo. Hapo marehemu akajibu kwa kusema ya kwamba uwe unaweka macho na masikio yako wazi, lakini uwe unadhibiti ulimi wako, yani ukae kimya na uendelee kufanya maombi mengi. Huzur anasema nasaha hii ni muhimu sana kwa kila anayejitolea maisha yake, bali kila mtumishi na kila mfanyakazi wa jumuiya anatakiwa aizingatie nasaha hiyo. Nasaha hiyo ni jambo nyeti sana. Kisha anasema kwamba tulipofanya kazi pamoja naye tukapata kuelewa ya kwamba amri yoyote itokayo kwa afisa yeyote alikuwa anatekeleza kama ilivyo, na alikuwa anatuambia kwamba tutafanya kama tulivyoelekezwa. Anasema ya kwamba marehemu kama alivyokuwa akiamrishwa alikuwa anafanya ipasavyo, na alikuwa anatutaka tutekeleze amri kama ilivyokuwa na tuoneshe utii kamili. Na pia alikuwa anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anijalie afya njema, na alikuwa anatuambia kwamba tufanye maombi kwa ajili yake, na alikuwa anasema kwamba Mungu aendelee kunipatia afya na niendelee kufanya kazi, na muda wangu wa kurejea kwake ukija niondoke katika hali nzuri tu. Na hivyo ndivyo itokavyo. Mwenyezi Mungu amghufirie marehemu, anyanyue daraja zake, amjalie mke wake maisha mazuri yenye siha njema, na amjalie subira iliyo njema, na pia amjalie mwana wake naye aendelee kuzidi katika mapenzi na ikhilasi ya jumuiya, bali hata vizazi vyake pia viwe imara katika jumuiya. Khalifa mtukufu anasema kwamba mimi namjua marehemu tangu wakati ule alipokuwa akija kwa ajili ya kuitumikia jumuiya huko Rabwa. Kwa yakini wote walioandika maoni yao wameandika kweli kweli. Alikuwa mwenye kujituma kazini na alikuwa anatii kikamilifu. Kifo chake kimetokea katika hali za namna hii ya kuwa watu wengi hawawezi kushiriki katika jeneza. Marehemu alikuwa na maradhi ya moyo tangu muda fulani na alikuwa amefanyiwa angioplasty. Siku chache kabla akaugua na kulazwa hospitalini. Madaktari wakasema kuwa amepata mshutuko wa moyo, kisha wakasema kuwa pia ameambukizwa na virusi. Mungu anajua vizuri kwamba akapataje virusi vile, au kama hali ilivyo mahospitalini siku hizi labda akapata kule kule, lakini kwa vyovyote vile akaendelea kupata matibabu kwa siku chache hospitalini na kisha akatangulia mbele ya haki. Kutokana na vikwazo vya kikanuni, jeneza yake haiwezi kuletwa hapa na watu wengi hawawezi kushiriki katika jeneza isipokuwa jamaa zake wa karibu tu, na pia wana sharti kwamba jeneza ifanywe katika sehemu maalum iliyotengwa na serikali. Hivyo kwa mujibu wa hali ya siku hizi, mimi nitasalisha sala yake ya jeneza kwa ghaibu katika siku nyingine. Wapo wengi mno ambao wameandika sifa zake, na yale yote ambayo wameandika sawa sawa, wameandika kweli. Kwa kweli hizi ni sifa marehemu alikuwa nazo. Marehemu Nasir Said Sahib alitimiza ahadi yake ya kujitolea kwa uaminifu wake wote, na ametutangulia, na kila ahadi aliyoahidi kwa Mwenyezi Mungu akaitimiza. Na hayo ndiyo tunayoyaona
katika maisha yake, na hivyo anaingia miongoni mwa wale ambao Sayyidina Ahmad alayhi salam amesema kwamba hawa ni mashahidi. Mwenyezi Mungu amjalie awe miongoni mwao, na wanajumuiya wote ambao wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo, Mwenyezi Mungu awajalie rehma na maghfira yake. Na Mwenyezi Mungu anajua vizuri zaidi kuhusu undani wa kila nafsi, lakini sisi huwa tunafanya maombi ya kwamba kila mmoja wao aweze kupata rehma yake na Mwenyezi Mungu amghufirie. Amin. اس لحاظ سے یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان میں شامل فرمائے، اور وہ تمام احمدی جو اس بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ہر ایک سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور مغفرت حاصل کرنے والا ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.